Ni jambo la fedheha kweli kweli, mechi ya ligi ya mabingwa Afrika, top tournament ya continent, kiingilio chake kikawa ni bure. Yani ni aibu ya karne hii ya 21. Ni mambo ambayo usingetarajia yangeweza kutokea. Ingekuwa huko nchi nyingine huko ungesema fine, lakini sio kwa Tanzania hii ambayo tunajinasibu kila siku ni taifa la wapenda mpira. Kila siku watu wanatoa takwimu zao. Sisi tuna mashabiki milioni 20. Sisi tuna mashabiki sijui milioni ngapi. Alafu unakosa mashabiki 60,000 tu wa kuja kuwashangilia kwenye mechi yenu muhimu. Ni jambo la fedheha, ni jambo la aibu kweli kweli. Mimi sikutarajia kusema kweli, na sikuwahi kuwaza kama hili jambo lingeweza kutokea hasa kwenye kipindi hiki. Lakini nimelishuhudia ile jambo katika macho yangu. Nimeshuhudia moja kati ya mambo ya hovyo sana. Sikutegemea kama klabu ile ingeweza kufanya namna ile. Lakini kwa nini wanafanya hivyo? Ni kwa sababu ziko nyingi. Brand, thamani ya klabu kuwa ndogo, uwezo wa ushawishi kumshawishi bilioni 100 si umejipangia wewe mwenyewe. Sasa tuje kwenye vitendo sasa hapa. Hiyo mtu umekaa umejifungia tu umeandika wow ukaamka na bei yako mwenyewe. Tunakuja field sasa hapa. Kwa hiyo thamani inapokuwa ndogo ndo watu hawaone sababu ya kuifuata hiyo thamani. Watu wanaamua kutokuja uwanjani mpaka wawekee kiingilio nauli yako. Uwezo mdogo wa ushawishi, kumshawishi mtu, kumuuzia mtu ile brand, kumuuzia mtu ile mechi. Uwezo unapokuwa mdogo hauna option nyingine yote, lazima uwapeleke waingize watu bure. Lakini kama haitoshi, hali ya kujiamini inapokuwa ndogo, uwezo wa kumwambia mtu hii mechi inawezekana, lipa kiingilio njoo uangalie mechi, uwezo huo mdogo. Unafanyaje sasa? Inabidi uweke kiingilio miguu yako. Kwa hiyo ziko sababu nyingi ambazo zinapelekea watu kufanya maamuzi ya hovyo. Na cha ajabu zaidi ni kwamba wao wenyewe wamewaambia wazee wao, nenda nyinyi wazee ombeni mechi iwe bure, alafu sisi tukubali. Yani umeelewa hivyo wewe? Sio wazee wameiomba klabu. Hakuna wazee wanaenda uwanjani wewe. Yani wewe hapo Dick Dauda. Yani Clouds FM iambie Clouds TV tuombeni sisi Clouds FM, alafu sisi Clouds TV tuwakubalie. Sijui umeelewa? Okay. Watu Ahmed, athari zake kwenye soka la Tanzania. Ukiachilia mbali athari kwenye soka, kwanza kuna athari ya maisha ya watu. Na hili tunalizungumza kwa vivid example. Lina athari kubwa na maisha ya watu. Hii sio mara ya kwanza wao kufanya bure. Na walivyofanya bure tulishuhudia watu wakipoteza maisha. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa. Tulishuhudia watu wakivunjika miguu na mikono. Tulishuhudia watu wakipoteza mali zao. Wao walivyofanya hivi, tulishuhudia hizo athari zikitokea. Sasa na mechi hii kuifanya bure, maana yake unataka kukumbushia yale ambayo yalitokea. Inawezekana wenyewe walipendezwa nayo, ndio maana wanataka kuyarudia tena. Lakini kama haitoshi, athari yake kwenye mpira ni kubwa mno. Watu wanafikia mahala wanazoea. Na mimi wakati wanaanza kamchezo kakupeana bure, niliwaonya nikawaambia, mnatengeneza jamii ya watu wasiojiweza. Mnatengeneza jamii ya watu wasio na uchungu na timu yao. Mnatengeneza mashabiki tegemezi ambao kuna siku mtawahitaji hawatokuja kwa sababu tayari mmeshawazoeza bure. Na leo hii wameona kwenye mechi ambao wanawahitaji mashabiki hawaendi. Na mimi nakwambia, yani wangeweka kiingilio hata cha shilingi 500
Mama yangu mzazi wangeenda mashabiki wasiopungua 4 au 5. Je, Rosemaji? Nakwambia. Na wafahamu vizuri mashabiki wa ile timu. Wengi wanapenda mno kupewa. Lakini nyie sio shida zenu. Sasa wanazidi kuharibu zaidi. Mimi nishawaambiaga viongozi wangu, yani ni bora wakaja mashabiki 20 kwenye mechi yetu, lakini ni mashabiki ambao wamelipa viingilio vyao. Na kweli sisi mechi hata iwe na umuhimu kiasi gani, weka kiingilio, mashabiki wanalipa. Na uzuri ni kwamba sisi tuna mashabiki wa kipekee sana. Sisi tuna mashabiki wa viwango vya hali ya juu sana. Tuna mashabiki wanaotambua kwanza thamani ya klabu yao. Tuna mashabiki wanaotambua umuhimu wa wao kuwa mashabiki wa Simba. Na ndio maana huwa tunaweza kuweka viingilio na wakalipa. Hata hii mechi yetu ya kesho kutwa, kiuhalisia kwenye jicho la kishabiki hii mechi imekwisha. Lakini ungeweza kusema basi tuitoe kama sadaka kwa mashabiki waingie. Lakini ukitangaza bure mechi yetu, mashabiki wa Simba hawatokuja uwanjani. Hawatokuja uwanjani kwa sababu hawataki na hawajazoea bure. Lakini watangaza bure, unajua maisha yana madaraja. Unatangaza bure. Haya, wewe unaingia bure na mimi naingia bure. Tunaanza kugombaniana sehemu ya kukaa. Ina maana gani? Concept ya kuweka viingilio, kila mtu alipe anapoweza kulipa na aende akakae alipolipa. Sasa mnaingia wote bure. Afisa wa wapi sijui anaingia bure, na msela wangu kutoka nyumbani kwetu Yombo kaingia bure, wote mnavimbiana pale. Sijui umeelewa? Hakuna kumcheka mwenzake, kila mmoja kambale. Wewe ukiniambia sogea hapa, umeingia bure, nikome. Sijui umeelewa? Sasa ladha ya mpira iko wapi kusema kweli? Wana uharibu mpira hawa bwana. Lakini wanazidi kujididimiza wao wenyewe. Na sisi tunafurahi tu waendelee kudidimia.